Yaliyopita kwenye Hatma. Shabani amekamatwa na polisi na inasemekana kuwa ameiba pesa za Karim. Na niye mwenyewe amekiri ukweli wote. Mambo unioe. Acha kuna mawazo ya kizee Hafsa. Mambo ndo achana na hilo pepo likupotee kabisa. Hakuna kitu chochote kinachoweza nishangaza kuhusu wewe. Nimeshakwambia nimeteleza, nisamehe. Kwa nini umefanya hivi bila kunishirikisha? Nimefanya hivi kwa ajili ya mama yangu. Shabani, naomba mlinde mama kutokana na ukweli huu. Na kwa sasa kinachotakiwa mwanangu ni kutafakari tujue nini cha kufanya. Unatakiwa ujirekebishe wewe kwanza. Mimi ninamudu kufanya uadilifu vizuri. Unashindwa kufanya sana nyingine mpaka uongeze. Kama mtanielewa sawa, lakini mimi naomba. Hatma, kila chaguo lina gharama. Hawa, unaweza ukaniambia ni nini kilichokuleta hapa leo? Dada Zainabu, nimekuja hapa bila ridhaa ya Karim. Na ninajua anaweza asifurahie hili, lakini ninajua uchungu wa kupokea ugeni bila kukaribisha. Kuna moja kati ya mawili juu yako. Aidha wewe ni mwema na mwenye moyo safi, ama ni mnafiki na muongo mzuri. Wallahi tena dada Zainabu, sijafanya unafiki wowote wala uongo wowote. Naomba uniamini. Nia yangu ni jambo moja tu, kutafuta ruhusa na baraka zako. Maana hata mimi pia nataka kuishi kwenye familia yenye amani na upendo. Hawa, Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia mwenye kumwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho, basi na mkirimu mgeni wake. Lakini je, mgeni asiyekaribishwa anapaswa kupewa heshima ipi? Lakini pia dada Zainabu, Mtume huyu anasema ya kwamba hakika matendo hutegemea nia. Nia yangu ni safi kabisa. Hata Mwenyezi Mungu ni shahidi yangu. Na mimi sikuja hapa kushindana, bali nimekuja hapa kwa ajili tu ya umoja na suluhu. Basi. Ni sawa. Ni sawa. Ni sawa, ni mafundisho ya Allah. Na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Najua kama unaumia mke wangu, lakini swala hili halihitaji majadiliano na watu wa nje. Hili ni jambo letu baina yetu sisi wawili. Naomba niruhusu nioe mke wangu, tafadhali. Na kitu ambacho ninakuhakikishia, kama hutoipoteza thamani yako kwangu,
nitakupenda, nitakujali, nitakuthamini na nitakutunza. Na zaidi nitahakikisha nakuwa na furaha katika ndoa yetu. Tafadhali mke wangu. Sikia. Siwe bwana. Umia Kandala. Siwe. Punguza basi hizo mwanangu. Karibu kaka Bisonga. Jisikia uko nyumbani. Hawa, hivi kimekukuta nini hasa mpaka ukaamua kuhama bila kututaarifu? Nisamehe sana kaka. Tulifikwa tuna matatizo ghafla. Hivi ni matatizo gani ambao unashindwa kuniambia mimi kaka yako? Tafadhali naomba unisamehe kaka yangu. Sikuwa na maana ya kukudharau. Na hapo unapoishi ni kwa nani? Niko hapa kwa mume wangu Karim na mke mwenza wangu mkubwa. Unasemaje wewe? Hivi unawezaje kuishi na mke mwenzio nyumba moja? Hii imekaaje? Kaka, tulifanya makubaliano mimi na mume wangu Karim. Kwa sasa hivi anapitia changamoto za kifedha. Kwa hivyo hana uwezo wa kuendelea kuhudumia nyumba mbili tofauti. Hapana. Hii haipo sawa. Nahitaji kuongea na huyo Karim sasa hivi hapa. Kwa sasa hivi hayupo. Lakini atakaporudi tuzungumza naye moja kwa moja. Tafadhali karibu kae. Pole sana Amina. Hakika utapona haraka sana. Mwenyezi Mungu ni mwingi wa rehema. Na inshallah atakulipa. Kwa sababu Mwenyezi Mungu anasemaje? Kuumwa ni ibada. Kwa kikubwa kuwa na subra, kuwa na imani, inshallah utapona. Na utarudi katika hali yako ya kawaida ndugu yangu. Inshallah Shamsa. Mwenyezi Mungu ni mkubwa siku zote. Mwenyezi Mungu hamtupi mja wake. Lakini moyo wangu unaumia sana. Mariam, kuna vitu ananificha. Shabani, yuko wapi mwanangu? Maana hata hospitali hajaja na sio kawaida yake. Kwa hiyo nimeshindwa kuelewa. Ndio maana nabaki na shanga. Amina, usiwe na wasiwasi. Kila kitu kitakaa sawa. Kwa wala usijali, kikubwa hapo ni kuomba Mungu ili nguvu zako zirudi na afya yako itengamae. Kwa hiyo wala usiwe na wasiwasi. Kila kitu kipo sawa.
Karim. No. Unajua na kuheshimu kama shemeji yangu, lakini kuna jambo hapa halipo sawa. Hivi unawezaje kumchukua dada yangu na ukamhamisha bila taarifa yoyote kwetu? Kwanza naomba unisamehe sana shemeji yangu Dizonga. Kiukweli kabisa sikuwa na nia ya kumkosea heshima Hawa mke wangu, wala nyinyi ambao ni familia yake, bali ni dharura tu ya matatizo ambayo nilikuwa nayo iliyopelekea mimi nikafikia hatua hii. Sasa kama umepata matatizo, ulishindwaje kuwasiliana na sisi? Maana sisi ndo ndugu zake na wala hatujamtelekeza kwako. Wewe unajichukulia tu maamuzi mazito bila kutushirikisha. Tukuchukuliaje sasa? Ndio maana nilitanguliza kwanza kuomba radhi shemeji yangu Dizonga. Lakini pili, nipenda kutoa shukurani kwa nia yako njema. Ila mimi kama mume wake niliona kwamba ni wajibu wangu unajua kuweza kuhakikisha kwamba natafuta suluhisho la haraka ili tu nisiweze kumtia kwenye majaribu zaidi. Sikia bwana, hili jambo halipo sawa. Haiwezekani dadangu aishi nyumba moja na mke mwenzie. Hii sio haki yake na wala sio haki ya mke wako mkubwa. Uko sahihi sana shemeji yangu, na hata mimi sifurahishwi na hii hali, lakini kama nilivyosema mwanzo, ni dharura tu ya matatizo yangu haya ya kifedha ndio imepelekea tumefikia hapa. Lakini nakuahidi pia ni swala la muda tu shemeji yangu. Hata Mwenyezi Mungu ni shahidi wa hili kwamba mimi sikuwa na nia mbaya. Nini Amina, hebu tulia kwanza, nitakwambia kila kitu. Tulia, jitulize ndugu yangu. Unataka kuniambia kuna jambo baya limemtokea mwanangu? Sikiliza Amina, mimi hebu tulia, nitakwambia kila kitu. Tulia. Sio kweli, niambie tu, niambie, usinifiche, niambie. Sawa. Shabani alipata matatizo makubwa kidogo. Tatizo gani? Tulia, nakwambia kila kitu. Amina, tulia. Alipatwa na tuhuma ya wizi wa pesa. Lakini usijali, kila kitu kipo sawa ndugu yangu. Hakuna kitachoshindikana. Wewe mwenyewe unajua mbele za Mwenyezi Mungu hakuna kinachoshindikana, na kwa Mungu hakuna dogo na wala hakuna kubwa. Kila kitu kinawezekana. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Mwenyezi Mungu, naomba msamehe mwanangu. Mwanangu nayemjua mimi, Shabani hawezi kufanya hivyo. Shabani nimemlea mimi. Na mbona Mariamu hajaniambia kitu? Amina, Mariamu hawezi kukuambia jambo kubwa kama hili. Anaanzaje? Yeye mwenyewe bado mtoto. Kwa usiwe na wasiwasi, kikubwa kumwombea dua tu. Kila kitu kitaisha. Tumwachie Mwenyezi Mungu, tumwombee dua. Shabani mimi ni mkwe wangu, ni mtoto wangu pia. Najua hawezi kuiba na hawezi kufanya hivyo vitu. Kwetu mzidi kumwombea dua, inshallah atapona. Na wewe mwenyewe unatakiwa mwili wako utengemae na urudi kwenye afya yako ili tumtetee Shabani. Amina, Shabani atatoka na imani. Hakuna linaloshindikana mbele za Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anatusaidia sisi waja wake kwenye matatizo. Kwetu zidi kumwombea dua ndugu yangu. Wewe mwenyewe hapo ulipo kwenye matatizo, unatakiwa ukae sawa, mwili wako tengemaa ili tuzidi kumwombea na tumsaidie ili atoke kwenye hili tatizo. Umenielewa ndugu yangu? Mimi niko pamoja na wewe. Shabani ni mtoto wetu. Inshallah. Inshallah. Tuseme hivyo inshallah. 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 Pumzika. Pumzika ndugu yangu. Mungu yupo Bwana.
Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Pendeza leo. Asante. Nimefurahi kukutana na wewe Sadala. Kiukweli nimelifikiria swala lako kwa kina sana. Niko tayari kuwa mke wako wa pili. Mashaallah. Alhamdulillah. Lakini Sadala, ningeomba unihakikishie usalama wa maisha yangu. Hafsa, ondoa shaka. Hakuna atakayeweza kukuzuru bila ya idhini ya Allah. Na hili jambo lina baraka kutoka kwa Allah. Kwa hiyo naamini atakuwa upande wetu. Kweli eh? Kabisa. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Kwa hiyo huyu ndio yule mwanamke uliokuwa unatamba unataka kumuoa ni mke wa pili? Ya. Anaitwa Hafsa. Ndio atakuwa mke wangu mdogo. Mungu wangu, dunia simama nishuke, mimi nimechoka kupanda daladala zamu ya bajaji. Kaka, kwa akili zako timamu ulizokuwa unakaa pale unatamba, unajisifia kabisa. Nikajua basi unataka kuoa mwanamke mwenye akili zake timamu. Mwanamke anayejua nini maana ya maisha. Mwanamke ambaye anajua atoke huku, aingilie huku, maisha yenu yaendelee. Unaenda kuoa hiki kitoto kidogo kabisa. Kitoto kidonchu. Sijui hata kama kuoga anajua huyu. Aisha, naomba tuheshimiane. Naomba tuheshimiane na naomba umheshimu Hafsa. Na kama huna maneno mengine au la msingi la kufanya hapa, endelea na safari yako. Sadala, huu ni mwanzo wa maisha yetu eh? Inaonekana kuna mengi ambayo yanakuja. Nisikilize Hafsa. Ondoa shaka. Ondoa shaka kabisa. Hili jambo lina baraka kutoka kwa Allah. Yeye mwenyewe ndio atalilinda. Niamini mimi, kila kitu kitaenda sawa. Sawa, ondoa pressure. Kuwa na subira, kila kitu kitaenda vizuri. Sawa. Umenielewa mpenzi wangu? Sawa. Umenielewa. Hawa, nahitaji utafute nyumba haraka sana iwezekanavyo. Takusaidia kulipa kila kitu. Sawa kaka. Lakini kwanza kabisa nanibidi nimshirikishe mume wangu Karim. Niombe ruhusa kutoka kwake. Karim? Yaani wewe kila kitu ni Karim tu. Sikia Hawa. Kama Karim ndo tatizo, niachie mimi nitaongea naye basi. Kaka, masuala mengine ni ya kifamilia. Karim ndo kiongozi wa hapa. Siwezi kufanya maamuzi mimi peke yangu. Hivi Hawa unanielewa? Unajua mimi ni kakako. Na isitoshe mimi ni damu yako kabisa kuliko huyo Karim. Hivyo mimi nina haki na wewe. Lakini sasa Samahani kwa kuchelewa kaka. Karibu. Asante. Samahani binti. Unaitwa nani? Asha. Asha.
Sawa. Wizo. Ngoja kwanza. Naweza kunywa maji? Nilichonacho dada, naomba nishushie. Sema alhamdulillah. Wizo, nilichokutana nacho. Naomba nikwambie. Nini? Hivyo unaweza kuamini nimekutana na kaka akiwa na kile kidogo chake cha kando. Alafu sasa mbaya zaidi. Kumbe mtaani kote tunakijua dada. Tunakijua. Yaani hata wewe unakijua. Najua Wizo. Una maana gani Wizo? Mbona ushtuki hata kidogo? Wizo. Hivi unahisi mimi ni mzembe kiasi hicho? Mpaka leo hivi. Kweli simjui mwizi ananiibia mume wangu. Utakuwa mjinga basi. Yajayo kwenye Hatma. Nyumbani kwangu nimepoteza kila kitu Shabani kwa sababu yako. Nilifanya yote kwa ajili ya mama. Sikuwa na namna nyingine yoyote ile. Naomba nisamehe. Ni kwa nini niendelee kuumiza nafsi yangu? Kwa hiyo unataka kuniambia haya yote ulikuwa unayajua na umekubaliana nayo, lakini ukawa unataka tu kunizungusha, si ndio? Hivi unapofikiri kuna mtu anaweza kutusaidia kweli? Mimi nitaenda kuzungumza na Karimu. Lakini wewe ulipaswa kusimama na mimi mwanaume mwenzio. Siwezi kuwa upande wako hata siku moja. Usijipe hayo matumaini. Mila na desturi zetu zinaruhusu mwanaume wa Kiafrika kuoa mwanamke zaidi ya mmoja.